Ningependa tuweze kusoma katika hicho kitabu cha Luke 24. Nitasoma mistari michache mahali pale ambapo inahusu kufufuka kwa Yesu Kristo. Na hiko na mambo yaliyo mafiche sana mahali pale ambapo nilikuwa nataka tundikilie mambo mawili siku ya leo. Kwa sababu tukisoma kuanzia mstari wa kwanza tukiteremka, tunaona kuna mambo pale yanatajwa kuhusu wanawake waliamka asubuhi na kwenda katika kaburini. Nia yao ilikuwa wanaenda kupaka mwili wa Yesu mafuta. Na walipoenda mahali pale kuna mambo yalifanyika. Jambo moja, waliulizwa kwa nini mnatafuta alio hai kwa wale ambao wamekufa. Kuna jambo lingine ya kwamba walikuta jiwe likiwa limebigilishwa, limeondolewa. Na siku ya leo nilikuwa nataka tuchukue hii mwelekeo kwa sababu kuna mambo mawili kabisa ningependa tundikilie katika maisha yetu. Ya kwamba wale wanaokuja kutuangalia katika hali ambayo nimetufinyilia hawatatukuta jinsi tulivyo. Hii ni neno la Bwana limekaa ndani yangu kutoka Monday mpaka siku ya leo, ya kwamba there is things, kuna mahali ambapo hatupaswi kupatikana. These two ladies walipoteremka ndio walikuwa na nia mzuri. Kuna watu wanataka kukufikia kwa nia mzuri, lakini mahali wanataka kukufikia si mahali ambapo wanapaswa kukufikia. Na ndio maandiko, wacha tuisome ndio tuweze kuingia katika hiyo maombi. Uambie Mungu ya kwamba hawa wenye wanakukujia wewe ndio wako na nia mzuri, lakini ujue wengine wanataka kukonifirm mahali uliwekwa, kwa sababu wengine hawana uwezo wa kukutoa, lakini tunaye Mungu. Hawa wanawake hawakuwa na uwezo wa kutoa Yesu hapo mahali alikuwa, lakini ile uwezo wenye walikuwa naye ni ya kuenda kumwangalia. Kuna watu wanakuja katika maisha yetu kutuangalia katika situation ambayo inatufinyilia. Hawana uwezo wa kututoa, lakini tunaye Mungu anayeweza ondoa hiyo hali ambayo tuko. Maandiko inatuambia jiwe libingilishwa. Nataka siku ya leo ukiomba uhakikishe ya kwamba kuna mawe itambingilishwa katika maisha yako. Hiyo mawe ambayo watu wao wanakuja kukonfirm kama huko. Hiyo mawe ambaye situation hiyo ambaye watu wao wanajua wewe ndiye huko. Najua sasa zingine mtu anaweza kupigia simu na uone ni kama ni madharau, lakini hana uwezo. Anakuuliza bado uko pale, kumaanisha kuna situation imekufinyilia, kuna kitu ambayo imekufungia pale. Lakini these ladies, they found the stone being rolled. Amen. Maandiko inasema very early on the Sunday morning the women went to the tomb carrying the spices they had prepared. They found the stone rolled away from the entrance of the tomb. Ya kwamba walipata jiwe likiwa limeondolewa. Tuelewe hii jiwe ilikuwa ya kufunga, ilikuwa imefunga kaburi, ndiposa at least hata kama Yesu atafufuka asiondoke, hambaki pale pale. Kuna watu situation yenye imewekwa katika maisha yao iko pale ndio wasisonge, imefunika maisha yao ndio wasiweze kusonga. Lakini siku ya leo nataka tuweze kuondoa hiyo jiwe. Nataka tuondoe hiyo sehemu ya hiyo situation ambaye imefinyilia maisha yetu kiasi ya kwamba hatuwezi tukajiinua, hatuwezi tukaondoka. Umekaa mahali pamoja. Hii situation ya Yesu ilikuwa imelindwa side zote. Hivyo kuna watu ambao wamelindwa side zote. Elewa, amewekwa kaburini na jiwe limewekwa na askari wako pale na bunduki. Yaani hali yako ni kama imelindwa ndio usiweze kupenya. Unapambana lakini umelindwa usiondoke. There is a breakthrough today yenye itatupea uwezo wa kuondolewa katika hiyo hali. Kwa hiyo tunapoingia katika maombi, uhakikishe hiyo situation umeiambia ondoka. Hiyo situation uinene mpaka itoke katika jina la Yesu. They found the stone rolled away at the entrance of the tomb. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. Imagine, wao wanaenda kuangalia mwili, au waendi kuona Yesu, wanaenda kuangalia mwili. They stood there puzzled about this. When a sudden two men in a bright shining cloth stood by them, full of fear. The women bowed down to the ground
as the men said to them, why are you looking among the dead for one who is alive? Bwana Yesu asifiwe. Naomba siku ya leo that we declare life, ya kwamba hatutatafutwa kwa wale wafu. Najua kuna watu wanakuja ni kama wanatusaidia, lakini wanatutafuta katikati ya wafu. Situation yetu mahali imetuweka, tunatafutwa mahali ambapo ni kama kwa wafu. Lakini hawa waliambiwa mnayemtafuta ako hai. Kwa hivyo I pray that we declare life today. Tusitafutwe pamoja na wale waliokufa. Tuondoke katika hiyo situation ya kuambiwa ya kwamba wale ambao wanateseka, wale ambao wako kwa shida. Hawa malaika wanaleta revelation ya kwamba kwa nini tunatafuta reverend katikati ya wale wanateseka. Yeye hateseki sasa. Kwa nini tunatafuta huyu dada kwa wale ambayo wamefinyiliwa, au finyiliwi sasa? Kwa hivyo siku ya leo there is that breakthrough ya kufunguliwa. Na naomba ya kwamba tunaposimama na kuingia katika maombi ya mwisho ya dakika 2 tu, you declare 2 things. Ya kwamba mawe yaondoshwe. Ya pili, undikilia hautapatikana kwa wale ambao ni wafu. Hautapatikana katika ile situation ambao ni ya shida. Hao wanawake ndio wamebeba mafuta mazuri wakuje, lakini wanaenda kwa wafu. Wanaendea yule aliyekufa. So useme ya kwamba wewe hautapatikana hapo. Kuna watu wanakujanga huko confirm kama bado uko sukos. Kuna watu wanakujanga huko confirm kama uko vile walikuacha. Kama uko pale uliwekwa. Na siku ya leo nataka tundikilie with a lot of power ya kwamba hatutapatikana katika your situation in Jesus name. So tuchukue nafasi, tumuite Bwana, tumwambie hatutapatikana, tumwambie aweze kuondoa mawe, tumwambie aweze kuondoa your situation. Fungua kinywa chako, wewe ndio unajielewa. These ladies they had a good purpose, but walikuwa wanaenda wapi? Wao wenyewe walikuwa wameambiwa siku ya 3. They didn't believe. Kuna watu wanakuja kukuconfirm na bado wanakupata pale. Wacha tufungue kinywa chetu, tumwambie Bwana hatutapatikana pale. Ndio wanajua, wanatuelewa kama familia, wanatuelewa kama kanisa, wanakuelewa ile kazi unafanya, lakini hiyo wakikuja hawatakupata pale. Hiyo mapigano, hiyo vita ambayo unapitia, wasikuje kukupata pale. There is that breakthrough today. There is that breakthrough today. Ambia Bwana hautapatikana pale. Hiyo njiwe yenye inaleta fedhea kwako, hiyo njiwe ambaye inaleta hiyo sifa mbaya kwako, hiyo njiwe ambaye inakufinyilia usiondoke, it is now been rolled. Itaondolewa siku ya leo. Fungua kinywa chako na utamuke maneno mazito kuhusu hiyo hali, kuhusu hiyo position ambayo watu wanakujua, kuhusu hiyo position ambayo watu wanakuelewa naye. Ni leo tuweze kuondoka, tuondoke tukiondokanga bila kurudi nyuma, kwa sababu walipokuja waliulizwa kwamba kwa nini mnatafuta aliye hai among the dead. Kuna watu wanatafutwa kwa situation ambazo hazistahili. Tuondoke kwa hizo, kwa kuwa Bwana ameachilia hiyo neema, Bwana ameachilia hizo nguvu, tuko nazo siku ya leo na hatutapatikana katika hiyo hali tena. Fungua kinywa chako na umwambie Bwana yuko hapa.